Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi tokea Mwanza, Tanzania. Nakuletea mada inayosema wanawake wanaokojolewa tu na wale wanaokolezewa, tofauti yao ni hii. Mtazamaji, hii ni chaneli ambayo inakuletea vitu ambavyo huwezi ukavipata kwenye chaneli nyingine. Ni chaneli ya kipekee kabisa, na ninakupa mambo ambayo yanatokana na watu halisi ambayo huwezi ukayakuta yanazungumziwa sehemu nyingine. Na nimekutana na mtu ya WhatsApp amenitumia swali ambalo kwa faida ya jamii nimeona niliweke hapa. Kaka huyu anasema, ameanza hivi: habari za kazi Dr. Mahaba. Je, naweza kuongea na wewe kwa ujumbe mfupi? Nikamwambia ndiyo, inawezekana. Akasema mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 43. Najihisi kama mke wangu hariziki na mimi. Nimekuwa na mke wangu, huu ni mwaka wa 12. Ila sasa tunaposhiriki tendo huwa nawahi sana kumaliza na naweza kuingiza tu hapo hapo nikamwaga. Sasa nikaamua kutafuta mchepuko, nikaupata. Lakini kwa mchepuko nashangaa naweza kufanya hata dakika 40 au zaidi bila kumaliza na kurudia bila shida. Kwa mke wangu bado hali ni hiyo hiyo. Sasa dokta, sielewi shida ni nini? Nikamuuliza swali, kati ya mkeo na mchepuko nani ana uchi unaobana uchi wako zaidi kumzidi mwenzie? Yeye akasema mchepuko ndiye ana uchi wa kike unaonibana vizuri. Nikamuuliza swali, je, wewe ulishawahi kujichua au masturbation kuifanya? Ndiyo, akasema nimejichua sana tu. Nikamuuliza, kama una historia hiyo ya kujichua, maana yake ni kwamba uume wako umezoea msuguano mkubwa ili mishipa ijae damu vizuri uweze kuchelewa kumwaga. Ndio maana kwa mkeo unawahi, ila kwa mchepuko unachelewa sana. Yeye akauliza swali akasema, sasa dokta, nifanyeje? Maana naona mchepuko umenikamata kweli kweli na kuchomoka na shindwa. Nikamuuliza, huo mchepuko umekuwa nao muda gani? Akajibu miaka 4. Nikamuuliza swali lingine ambalo lilikuja kichwani, kati ya mkeo na mchepuko nani kamzidi mwenzie unene wa mwili? Yeye akasema mke wangu ni mnene. Nikamwambia hiyo na yenyewe imechangia pia. Nikamuuliza dokta, yeye akasema dokta, mchepuko nampenda sana, maana kitandani anaweza sana kuliko mke wangu. Nikamwambia mwagizie video ajifunze mbinu za kumnogesha mume sawa sawa. Yeye akasema sawa dokta, nitafanya hivyo. Leo ni siku ya pili hajafanya hivyo. Nimemkumbusha leo mchana, wala hajahangaika. Kwa maneno mengine ni kwamba ni kweli amekamatwa na mchepuko. Haoni sababu ya kumsaidia mke wake awe bora ili achane na mchepuko. Ni rahisi sana kwa wanawake kulaumu, kusema wanaume wanachepuka sana, wanaume hawezi kutulia.
na mwanamke mmoja, kitu ambacho hakina ukweli. Lakini shida ni kwamba hujui huyu mwanaume anatafuta nini. Huyu mwanaume mpaka ameamua kutafuta mchepuko na akakuta amekamatwa huko kuchomoka, anapata shida. Miaka 4 ni muda mrefu sana mwanaume kuwa anachepuka na mwanamke mmoja. Sasa wanawake unaonisikiliza hapa, inawezekana mkubwa sana mume wako anafanya kitu kama hiki, na mwanaume unaniangalia vile vile, huenda mke wako anafanya kitu kama hiki, kwa sababu shahidi nao wa wanawake ambao wanachepuka. Kuna mama mmoja ni mlokole, tena ni mwenyekiti wa kina mama kanisa la EAGT hapa Mwanza. Amekuja usini kwangu, ananiambia huu ni mwaka wa pili nachepuka, mwaka wa pili nachepuka. Mume wake injinia. Kwa hiyo unaweza kuona, yaani mume wake ni injinia, ana hela, kamnunulia gari, heri nzuri sana kama zawadi ya Christmas, lakini mwanamke anachepuka na mwanaume akutana naye gym. Unaweza kuona basi mwaka wa pili unachepuka, mwanamke ananiambia. Sasa kajifunga hivi karibuni, sijui mtoto ni wa mume au ni wa mchepuko, sijui, kwa sababu kajifunga hivi karibuni. Nilikutana naye kwenye duka kwenye supermarket moja kubwa mjini hapa ya matajiri inaitwa Yuta. Nilikutana naye ndo akaniambia. Anyway, tuachane na hilo. Lakini nataka kulizungumza hapa linahusiana na hii mada. Wanawake wanaokojolewa tu ni wa aina gani? Yaani mwanaume anakukojolea na hahangaiki kujua umefika kileleni wewe au haujafika, haimsumbui akili kabisa. Ni kweli kila unapofanya tendo la ndoa mwanaume lazima afike kileleni. Tofauti iliyopo tu ni kasi ya mwanaume kufika kileleni. Kuna wengine wanawahi sana, lakini wengine wanachelewa. Sasa hili linatisha kwa sababu mtu anachepuka miaka 4 alafu anasema nimekamatwa, kuchomoka anapata shida. Inatisha sana. Angalia ni kiasi gani cha pesa amepoteza kwenye mchepuko. Anashindwa kutoa hata sadaka kanisani, anashindwa hata kusaidia wazazi wake, anashindwa kusaidia ndugu zake, lakini anasaidia mchepuko. Inatisha. Kwa maana mengine ni kwamba jambo la msingi tuweze kuelewa tufanye nini kuzuia hali kama hii isiwepo. Swala kusema haiwezekani bwana, mwanaume lazima awe na wanawake wengine nje, sio kweli. Lazima tuangalie mzizi wa hili tatizo ni nini. Tusiangalie kukata matawi, haitasaidia. Angalia mzizi wa hili tatizo ni nini. Hebu nisikilize kilio kingi. Ngoja nikusomee message moja kwa sababu ngoja nikusomee message moja ambayo tutaweza kuelewa hapa. Nikusomee message kutoka dada mmoja ambaye alishalitumia huko nyuma, lakini leo nimekutana naye kwa upya. Anasema hivi, udada nimetoa hiyo kwenye WhatsApp, message kwenye WhatsApp, sawa. Nimechat naye sana udada, unaweza kuona mchatisho huu, sawa. Unaweza kuona mchatisho naye sana udada, sawa. Sijui atakuwa yuko wapi. Nisikiliza. Habari za kazi dokta, nilikuwa napenda kukushukuru maana naona mwanaume wangu atarudi kwa wangu. Nilijifunza vingi kwenye zile videos na majarida ulionitumia na kuanza kufanyia kazi bila kuchelewesha. Mume wangu alishangaa sana mambo mapya niliyompa jana. Nilifanya vitu ambavyo sijawahi fanyia huko nyuma, kama ile ya pompaya, yaani kuweza kufinya uume kwa uke kwa style uliyofundisha kwenye ile video. Sikuwahi kufanya mapenzi kwenye kiti, lakini jana usiku nilimpikia vizuri, nikaoga, nikajiandaa vizuri kwa ajili yake. Alivyomaliza tu kula, sikusubiria atoke pale sebuleni. Yaani pale pale nilianza kumpapasa na kumla denda vizuri kabisa kama inavyoonyesha kwenye zile video. Then nilichomoa dudu lake na kuanza kunyonya kwa ustadi wa hali ya juu sana. Alibaki tu anapiga kelele huku akiniinamisha kichwa niendelee kunyonya. Nilimchezea korodani kama ilivyoelekezwa kwenye zile video na yule mdada, kitu ambacho sikuwahi kumfanyia, na tangu niwe naye kwenye ndoa hakuna siku tulifanya mapenzi na akapiga kelele, ila jana
kapiga kelele. Tulifanya mapenzi kwenye kiti na hatukuwahi fanya hapo mwanzo. Baadaye tulienda chumbani kuendelea na mchezo. Kwa kweli jana amefurahi sana na mimi pia nimefurahi, maana naona nikiendelea kumpa vitu vitamu namna hii, basi atabaki kuwa wangu. Yaani leo kasema haendi kazini, anataka nimpe cha mchana, nimpe kama nilivyompa jana usiku. Kwa kweli daktari, nakushukuru sana. Hapa kawadanganya wafanyakazi wenzie kwamba anaumwa ili tu abaki nimpe kama jana, japo mwili unauma, ila nitajitahidi nimpe vizuri ili nimridhishe, aweze kuachana na ule mwanamke mwingine. Daktari, Mungu akupe uhai wa maisha mengi. Unaweza kuona huyu ni mdada. Kuna ushuhuda mwingine unakuja kwenye simu na ni wa hivi karibuni, nitakusomea baadaye, lakini nipenda nisome hii message nyingine hapa. Dokta, mimi ni mdada miaka 29. Nina mpenzi ambaye uhusiano wetu una miezi 8. Na hii miezi mitatu iliyopita tumekuwa tunaishi pamoja japo hatujafunga ndoa. Kwa kweli huyu mwanaume ananipenda sana. Pia anampenda mtoto aliyenikuta naye. Mapenzi tunafanya kati ya siku 4 hadi siku 6 katika wiki. Anasema katika wapenzi wake wote aliokuwa nao anapata uwezo wa kupizi kwa mshindo mkubwa sana kuliko wanawake wengine walionitangulia, na anafurahi kuwa na mimi. Kinachonihuzunisha, anapenda zaidi mkao wa chuma mboga kuliko mkao mwingine. Nifanyeje apendelee mikao mingine? Unaweza kuona huyu mwanamke anashuhudia kwamba mwanamke huyu anathibitisha kwamba huyu mwanaume kwa wanawake wengine alikuwa hapizi kwa mshindo mkubwa. Huyu dada tuliosoma kwenye message ambayo nimekusomea kwenye WhatsApp, anasema kwa mara ya kwanza amesikia mwanaume wake anapiga kelele, anakuguna. Kwa utamu aliopata mpaka kadanganya kazini kwamba anaumwa ili aendelee kutomba huyu mwanamke. Sasa nachotaka kuzungumza ni kwamba ili mwanaume afurahie kufanya mapenzi na wewe na aendelee kuwa na hamu na wewe, aendelee kuwa na mvuto na wewe, kuna vitu anavihitaji. Kwa maneno mengine ni kwamba huenda kuna vitu anavimisi kutoka kwako, ndio maana anachepuka. Kuna vitu anavitafuta. Katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye alishatembea na wanawake 3 au 4 kabla yako, kuna vitu analinganisha. Sikiliza mwingine huyu hapa, sikiliza. Dokta, mimi ni mwanamke umri miaka 29. Mchumba wangu ana umri miaka 35. Anasema kwa wapenzi waliotangulia alikuwa anaweza kujizuia asiwahi kumaliza na kuweza kufikisha mwanamke kileleni, lakini nashangaa dokta, kwangu huwa anawahi sana. Dokta, hapo inakuwaje? Najisikia vibaya. Sasa mwanaume anayewahi kumaliza alafu anakumbuka kwa wanawake wengine huko nyuma alikuwa hawahi kumaliza, atakayemuona mwenye kasoro nani, yeye au mwanamke? Jibu unalo. Sasa nataka kusema ni hivi, huyu ni mwanamke ambaye hatafuti sababu ya kuhakikisha kwamba mume wake ana uwezo wa kurudia mara ya 2, ya 3 au ya 4. Hatafuti mbinu za kuweza kumsaidia mwanamume arudie mara ya 2, ya 3, ya 4, kwa sababu wanaume wengine anaweza kawa ya kwanza, lakini ya 2 akachelewa, ya 3 akachelewa zaidi. Na mwanaume anayeishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Ni kama vile simu ikibakia na chaji, utaongea na watu wengine, lakini ikishiwa chaji hakuna naye utakayeweza kuongea naye mwingine. Umeelewa hilo? Sasa kama ni hivyo basi, tumsikilize huyu dada mwingine kutokea mkoa wa Geita. Tumsikilize huyu dada mwingine. Huyu dada ni mzuri kwa sura, nilionana naye, alikuja kutokea Geita. Sawa? Ni dada kutokea Geita, alikuja ofisini kwangu. Sikiliza, baada ya kumpatia video na kumpa maelekezo mengine ya ziada, nilimpa maelekezo mengine ya ziada.
walikuwa wanauliza maswali mengi. Kwa hiyo ukiuliza maswali mengi, maana yake unaweza kupata unachokonoa, mzizi wa tatizo unaweza kuuona. Akasema hivi, habari za asubuhi dokta, usiku wa kuamkia leo mume wangu amepizi mara 3. Kila akimaliza nachezea dudu lake na korodani taratibu. Naona sasa ameanza kulielewa somo. Anasema hivi, mbona utamu na raha vimeongezeka sana? Dokta, nashukuru sana. Naamini kabisa kwamba sasa hivi atabadilika. Ananiambia anatamani muda wote awe na mimi. Hataki nichelewe. Nikitoka nyumbani niwahi kurudi. Chatisho huu hapa. Sawa? Nimewekea alama ili niweze kukusomea, sawa? Lakini nimechati naye huyu dada. Kuna vitu vingi ameviongea, vingine vya ziada. Nataka kusema hivi. Mwanamke unaniangalia kwenye channel hii, raha ya ndoa inachangiwa kwa sehemu kubwa na utamu unaopata kwenye ndoa na utamu ambao mume wako anapata kwenye ndoa. Mwanaume anayepata utamu wa tendo la ndoa wa kiwango cha juu sana atamthamini mke wake kwa kiwango cha juu sana. Hizo tafiti zipo. Kuna njia ya kufanya mapenzi kwa muda mrefu ambayo imethibitishwa kabisa kwa tafiti mbalimbali kwamba imechangia watu wadumu katika mahusiano yao, na sio hilo peke yake, na kuishi maisha ya furaha. Inaitwa kereza. Kama sexologist nalizungumza kwa sababu nimelisoma. Sasa watu wengi wanalipuzia tendo la ndoa, wanasema mapenzi sio tendo la ndoa peke yake. Lakini napenda nikwambie hivi, hata mwili sio macho peke yake. Kuna macho, kuna moyo, kuna mishipa ya damu, kuna figo, kuna ini, lakini moyo ni kitu kikubwa kuliko vyote hivyo. Moyo ukifa, viungo vyote vimekufa. Moyo ukifa, viungo vyote vimekufa. Sasa mbaya zaidi sasa, tafiti ya mwaka 1991 imethibitisha kwamba kwenye moyo kuna akili yake tofauti na akili ya kawaida kwenye ubongo. Moyo una akili yake. Sawa, kuna neurons zimepatikana kwenye moyo, ambayo neurons zinapatikana kwenye ubongo nyingi sana. Lakini kuna neurons karibia zaidi ya 40,000 ziko kwenye moyo. Kwa hiyo ubongo una akili yake na moyo una akili yake. Na ndio maana mtu akianza kuchepuka anaweza katelekeza mpaka watoto. Sasa nirudi kwenye mada. Wanawake wanaokojolewa tu ndio hao, hawajiongezi. Wanakojolewa tu, wanaachwa hivyo, hawafiki kilele, mwanaume hangaiki. Lakini wanawake wanaokolezewa ni wale ambao wanajua kwamba mwanaume anapenda tendo la ndoa, analipa kipaumbele tendo la ndoa. Kwa hiyo wanatafuta kila mbinu, kila ujanja. Ufikiria mwanamke wa miaka 53, mume wake ana miaka 60 na ngapi? Inakupa story ya kweli na hivi karibuni. Ngoja nikusomee message kwa sababu nina simu ninayo hapa. Ngoja nikuonyeshe, nikusomee message zake na hivyo nishukuru. Na hajamaliza mwezi toka nimemtumia hizo video. Nimemsave mama Masaji, huyu hapa nimempata. Sawa? Angalia ndani ya mwezi mmoja tulivyokuwa tunachati. Unaona? Sawa. Unaweza kuona mchatisho huu. Sawa? Unaona? Unaweza kuona? Sawa? Huyu mama ni mama wa miaka 53. Ilifikia hatua mume wake alikuwa hataki tendo la ndoa. Akasema tumezeeka, inatosha, tuna watoto wakubwa, imetosha. Sawa? Kwa hiyo kuna miaka kama 3 hivi mwanaume alikuwa hapendi tendo la ndoa. Sasa mwanamke akaja kugundua kwamba mwanaume ana mchepuko, ndio akanitafuta mimi. Sawa? Kuna vitu ambavyo anaongea. Anasema hivi, dokta, mume wangu amebadilika. Hajawahi kunichatisha hivyo. Namuonea wivu sana. Anasema kwamba ananionea wivu sana sana. Sasa dokta,
mume wangu hajawahi kunichatisha hivyo. Namuonea wivu wako, namuonea wivu mke wako, maana anakufaidi sana. Nikamwambia hivi, ni kweli, ni pale unapojua umuhimu wa kudumisha connection ndo hui mvivu. Asante. Mwenzio anafaidi mengi hadi anasema huku ndiko kuolewa. Na unaweza kuona, yaani mume wake anamchatisha sana anapokuwa mbali na yeye, wanachati kitu ambacho hakikuwepo. Kwa nini nasema hivyo? Mwanamke wanaokolezewa ni kwamba mwanamke anapokuwa anajua kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo na ufundi wake, na anajua mbinu mbalimbali. Kama huyu dada anasema kwamba anajua jinsi ya kufinya uume kwa kutumia uke. Mwanaume anahitaji msuguano mkubwa wa uume wake ili afike kileni kwa mshindo mkubwa. Sasa turudi kwenye message iliyoleta mada hii. Sawa? Anasema hivi, kwa mke wangu nawahi, nikienda kwenye mchepuko siwahi. Nikamuuliza, kati ya mkeo na mchepuko ni nani ana uke ambao unabana kumzidi mwenzie? Yeye akasema ni mchepuko ndo ana uchi unaobana vizuri. Nikamuuliza, je, ushawahi kujichua? Akasema ndio dokta, nimejichua sana tu. Nikamuelezea kama ni hivyo inakuwa hivyo. Akasema sasa nifanyeje, maana naona mchepuko umenikamata kweli kweli na kuchomoka nashindwa. Nikamuuliza, umekuwa na mchepuko kwa muda gani? Akasema miaka 4. Nikamuuliza, kati ya mkeo na mchepuko ni nani kamzidi mwenzie unene wa mwili? Akasema mke wangu ni mnene. Nikamwambia hiyo imechangia pia. Akasema hivi, mchepuko anampenda sana maana kitandani anaweza sana kuliko mke wangu. Huyu ndio anayekolezewa. Mpaka mwanaume mwenyewe anasema anampenda sana mchepuko. Huyu ndio anayekolezewa. Maanake ana vitu vingi anavyovijua. Anambadilishia huyu mwanaume ladha ya utamu wa tendo la ndoa. Kwa hiyo mwanamke asijua jinsi ya kumwandaa mwanaume kikamilifu atabaki ya kukojolewa tu. Sawa? Lakini mwanamke wa pembeni atapewa vitu vizuri zaidi. Na kwa bahati mbaya sasa, kwa kuwa wanakutana mara chache, kutokana ni kazi ya wizi, wanakutana mara chache, kila mwanaume akienda anakuwa anajiandaa vizuri, nataka nimpe show kali, kitu ambacho wewe mwanamke umeshindwa kufanyia mumeo. Na Mungu amesema kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia. Na katika kitabu cha Isaya kwenye Biblia sura ya 27 mstari wa 11, Mungu anasema kwamba watu wasiokuwa na maarifa hata wahurumia. Kwa hiyo utalia sana, utaenda kwa wachungaji sana, washenga watasema sana, lakini kama alivyozungumza, moyo una akili yake tofauti na akili ya kawaida. Utasema amelogwa. Hajalogwa, ni wewe umemloga, ndio maana akaenda nje. Kwa hiyo nakualika katika kuangalia shuhuda za wanawake ambao nimewasaidia, ingia kwenye peji yangu ya Instagram, niandika hapo chini. Na utaka kuagizia hizo video, maelekezo naandika hapo chini. Na kwa hiyo unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana, karibu sana, subscribe ili usikose video nyingine ambayo inakuja. Na Mungu akubariki. Asante sana.